ipi hukumu ya aliyefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani? Ipi hukumu ya aliyefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani? Alhamdulillah, imekuja hadithi katika Bukhari na Muslim. Sahabi moja amekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesema amengamia yeye amekutana na mke wake mchana Ramadhani. Mtume akamuuliza, unaweza kuacha mtumwa huru? Sema siwezi, yani sina uwezo. Mtume akamwambia, unaweza kufunga mwezi 2 mfululizo? Sema siwezi. Unaweza kulisha maskini 60? Sema siwezi. Basi amekaa na Mtume ameendelea kuongea na sahaba zake. Baada muda fupi kaja mtu kaleta tende kama kilo 50 kama Mtume sallallahu alayhi wasallam pamiti, wasema toa, nenda toa sadaka watu 60. Wewe ukasema unaamba hii ambaye katika watu ambaye hali yao ni nzuri kuliko sisi. Hakuna katika nyumba ya Madina wote nyumba ambaye maskini kabisa, huyo ambaye alikuwa kwa ndio hakuna nyumba maskini kabisa nyumba yote kwa Madina isipokuwa sisi. Yani yeye ni maskini zaidi kuliko wote. Kwa Mtume kacheka, asema nenda chukua kula wewe na watu wako. Sasa lazima mtu aache uhuru. Mtume haibo sivi afunge mwezi 2 mfululizo au alishe maskini 60. Hii naam, au manake unachagua, una khiari, ina taratibu. Kama unaweza kufunga lazima ufunge na lakini je, inaweza kutokea mambo hii kwa kusahau? Manake hadithi Mtume anasema mtu yote amekula na amekunywa mchana Ramadhani aendelee somo yake iko sahihi, kwani riziki kamletea Allah bila yeye kuchagua. Sawa, hadithi sahihi wala kuna shaka. So ulama wamekhtalafiana, je, inaweza kutokea katika baina, yani kusahau kwa mambo ya ndoa? Wewe kula au kunywa unaweza kughafilika, hasa mtu kama yuko Ramadhani mwanzo hivi watu shazoea chakula asubuhi naamka maji, unaweza kutokea hivi. Kama wewe umesahau kabisa, yani somo yako iko sahihi wala hulipi, hadithi iko wazi. Lakini je, tendo ndoa inaweza kutokea watu wanasahau? Wako wao wamekataa, anasema haiwezekani. Haiwezekani. Anasema hii yani kitu inahusiana watu wawili. Sawa. Fatudhakiru yahum al-ukhra, kama wewe umesahau ingine anamkumbusha. Lakini katika sharia Sheikh Abubakar unisamee kidogo. Nisiani kusahau yuko aina mbili. Tayeb. Yuko nisian maradhi ijbari na nisian aradhi ikhtiyari. Tayeb. Manake yuko kusahau ambayo mtu umelazimika ni ugonjwa. Na yuko kusahau mtu ni kusahau ambaye amekusudia tu, amefanya maksudi. Ikhtiyari, kafanya kwa hiari. Okay. Na aradhi manake imetokea kwake tu, amesahau. Na Qur'ani imeweka wazi kabisa kusahau mtu ambaye kwa maksudi. Qur'ani imeweka wazi kadhalika atatka ayatuna fanasita wa kadhalika al-yawma tunsa. Sawa. Imekuja ayat Qur'ani yetu kwa kwetu umesahau. Kusahau hii maksudi. Sawa. Lakini Qur'ani imetaja katika sura Taha vile katika sura hii ambayo mtu amesahau, kusahau ambayo sio hiari yake, iko nje ya uwezo wake. Amekosea, ametereza. Allah anasema walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Allah anasema Adam tumemkumbusha, tumempa ahadi asinywe ile miti. Lakini fanasiya, amesahau, amekula. Yuko sawa, sio maksudi kwa Adam. Sawa. Kughafilika, fanasiya wala najid lahu azma. Na Mtume anasema Allah kamwambia Mtume sallam sanuqri'uka fala tansa. Kama amesahau ndio Mtume sallam nyingine aya anasalisha watu asahau, anaambia wewe Ubay, kwa nini hujanirekebisha? Sawa. Na sala raka'a Mtume sallam kasali raka'a 2. Sasa hii inaonyesha wazi kabisa yuko kusahau mtu wa maksudi khiari, yuko kusahau ambaye mtu yuko nje ya uwezo wake. Kama yuko nje ya uwezo wako, Mungu atakusamehe subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana. Mungu usichukuliwe kwetu kwa kitu ambacho sisi tumesahau na tumekosea. Kosea akhta manake kwa ujinga, mtu ajui nafikiri kitu halali kumbe sio halali. Sasa wao wamekubaliana mtu yote amesahau sio maksudi na amelazimishwa mukrah au jahlan
Allah tamsamehe. Na ushahidi hii kwa haraka haraka, Sheikh Abubakar, ule sahaba ambayo kaweka kamba ya kumfungia ngamia mguu ya mbele, inaitwa iqan. Kaweka chumbani kwake, hii moja nyeusi moja nyeupe, anakula mpaka atofautishe rangi, hii white hii black. Kwa anakula, imefika wakati mae fajiri shatokea, anakula anatafsiri haya sawa, al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Sasa huyu amekosea, lakini Mtume hajawahi kuambia hii siku ile lipa, hajamlazimisha. Yani huwa hajui, ni amefanya kwa jahil. Vile vile sahabi alikuwa katika sala ameongea na sala anaongea, sio raka ngapi? Raka 3, akaongea, imeshuka aya ya qumu lillahi qanitin, kwa sababu kwa Allah sala qanitin ay sakitin. Mtume hajamwambia rudisha sala, alikuwa hajui hukumu yake. Sawa. Yani tuna mfano mingi sana katika hivi sahaba wa Mungu hajamamrisha. Almuhimu kufanya mtu maksudi, jimaa maksudi, lazima alipe ile kafara, na nasema hakuna, inaenda kwa taratibu. Naam, lazima afunge miezi 2 mfululizo. Kwanza acha uhuru mtumba ambao saizi haipo. Haipo. Kwa hivyo atafunga siku 60 mfululizo. Sheikh, hii mfululizo akisahau ama akiacha ataanza upya. Hii sio mchezo. Sasa من قبل أن يتماسى سوء يقول. المهم من نقصدي hapo الله سبحانه anasema وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Allah hakukulaumu wewe kuadhibu kitu ambaye wewe umekosea binadamu, lakini huyu ambaye amefanya maksudi Allah atakuadhibu au atakuliza. Sasa ni hii ambayo ni aqwal ulama, lakini qawl rajih ni tendo ndoa huenda azitokea watu wasahau. Haiwezi kutokea watu wakasahau. Inaweza. Mimi zamani kwa ni hawezi. Kama mtu amekuja kwangu aniapia simu, wallahi tumesahau mimi na mke wangu. Maana amelala. Amelala mchana katika usingizi, nafikiri bado kwa usiku, au amelala asubuhi, wanafikiri bado alfajr hajaingia, kama alfajr ishaingia. Kama hawa wamesahau, si Rabbana tuakhidna in nasina au akhtana. Allah katika hadithi anasema, Mtume anasema Allah kasema kad fa'altu. Kitu yote ambacho nyinyi umekosea na umesahau kusamia kad fa'altu. Sawa. Hadithi sahih Muslim. Sheikh, hii lakini hajauliza mtazamaji, naongezea katika hili swali. Saa zingine jimaa mchana wa Ramadhani haifai. Je, watu wamefanya jimaa fajri kaingia na bado wako katika tendo, hii hukumu yake iko vipi Sheikh? Naye pia atalipa siku 60? Sasa wakati anafanya tendo na mke wake, anajua muda ushaingia, pengine mnaweza adhana ndo ambayo mara nyingi natuambia muda tayari. Adhana pia ya pili tuseme Sheikh, yani imeingia na nyinyi hamjamaliza bado. Kama wao ulijua muda bado, mingi tena ndoa, mfuata na ndoa katikati, muona adhana amehadhiniwa, unamwambia hajakusudia. Kama hajakusudia, nafikiri muda bado. Baadhi ya wao wanasema Shafiia watajizuia siku ile, watalipa, hawana kafara. Kwa hiyo wanasema pana, hao ni hawana kafara, na somo yao iko sahihi. Inafanana na mtu ambaye amekula na amekunywa Ramadhani ambaye amesahau. Lakini mtu daima awe tahadhari. Mtu tu anasema waman hama hawla alhima waqa yushaku an yuqa fihi. Wewe usitembee sema ambaye mipaka ambaye hatari, mtu takiwa awe makini. Iko hadithi Jabir, Mtume anasema kama mmoja wenu anakula chakula na adhana imeadhiniwa, adhana ya pili, asiache kula, amalizie kitu katika mkono wake au katika ile vikombe anakula nayo yuko mbeba juu. Hadithi hii ipo, lakini wanama wao wameingia, wanaamini muda bado kabisa, wamekosea hapa, inarudi hukumu vile vile. Wako ulama wanasema watalipa, watajizuia kwanza ile si, lakini watailipa. Wengine wanasema watajizuia, watalipa na kafara hiyo. Wengine nasema hakuna juu yao kitu. Mimi nakubali kauli ya wa mwisho ambaye madamu wao hawajakusudia kabisa na hawa wanafikiri muda bado,
Somo yao ni sahihi. Kama kulipa ni kama ihtiyat, akiba alipe, sawa sawa. lakini kafara hamna.